Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na dhahabu yenye thamani ya zaidi ya bilioni 1.2 yakamatwa ikitoroshwa. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James BJ, karibu na tuwe sote. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali aliowateua hivi karibuni katika ikulu ya Tunguu visiwani Zanzibar. Viongozi walioapishwa ni Dr. Latifa Mohamed Hamisi kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Muungano, na ndugu Priska Barton Lwangili kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, pamoja na viongozi wengine walioteuliwa hivi karibuni. Nataka niseme kwamba hii ni imani ya serikali kwenu, na tumaini letu kama serikali kwamba mtakwenda kuwatumikia watu kama mlivyowapa wenyewe hapa. Na baada ya jaji kusema tamko, mlisema tamko kwa midomo yenu kwamba mtakwenda kutoa huduma bila kujali nani ni nani, mradi ni mtu, awe Mtanzania awe wa nje, kama mwekezaji au amekuja kutaka huduma, mtahudumia vyema. Na hayo ndio matumaini yetu. Dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.238 imekamatwa katika operation maalum ya kukabiliana na utoroshaji wa madini iliyofanyika eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na Waziri wa Madini Antony Mavunde jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari, ambapo amesema serikali kupitia Wizara ya Madini iliunda kikosi kazi ambacho kinahusisha vyombo vya dola ili kudhibiti biashara haramu ya madini na utoroshaji. Amebainisha kuwa dhahabu hiyo iliyokamatwa imetaifishwa kwa mujibu wa taratibu za sheria na imehifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania. Mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,438,458,594 na senti 42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Mavunde amesisitiza kuwa iwapo mtuhumiwa aliyekamatwa alikuwa na leseni ya ufanyaji wa biashara ya madini, leseni hiyo itafutwa mara moja na kuingizwa kwenye orodha maalum ya wenye makosa ili asiruhusiwe tena kufanya biashara ya madini nchini. Kwa mujibu wa takwimu, ukiangalia nchi yetu ya Tanzania imejaliwa kuwa na madini ya aina mbalimbali. Tuna metallic minerals ambao ndo gold na vinginevyo, tuna madini ujenzi, tuna madini ya viwandani, tuna gemstones. Ukiangalia utoroshaji mkubwa hivi sasa upo katika eneo la dhahabu, na hasa linachochewa kwa sababu ya kupanda kwake bei kwenye soko la dunia, na ndio maana imepelekea mkazo mkubwa sana kuwekwa katika maeneo haya. Lakini pia tumekuwa na matukio machache ya gemstone hasa Tanzanite katika maeneo ya mipaka ya Tanzania na nchi zetu jirani hapa, lakini na kwenye pia tumeimarisha ulinzi. Katika hatua nyingine, Waziri Mavunde ametoa rai kwa wananchi wote kuzingatia na kufuata sheria na mifumo ya ufanyaji biashara ya madini nchini. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetangaza majina ya wanafunzi 1050 waliohitimu kidato cha 6 mwaka 2026 na kufanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi chini ya program ya Samia Scholarship
Bla Moses kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hii. Majina ya ufadhili huo yametangazwa jijini Dodoma na waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia hapa nchini, Profesa Adolf Faustini Mkenda, ambapo ameeleza utaratibu wa wanafunzi 1000 watakaonufaika na programu hiyo. Kwa hawa kwa kufaulu kwao sasa hivi wameshakidhi masharti, majina yao yatakuwepo. Tutakachohitaji wao ili waweze kupata ufadhili huu, sio mkopo, wanasomeshwa kwa 100%, ni lazima waombe udahili ndani ya vyuo vikuu vya ndani ya nchi yetu kwenda kufanya degree ya kwanza ama katika hisabati ama katika tehama au katika sayansi na sayansi asilia, hata applied science, au katika uhandisi au katika elimu tiba. Wakipata udahili katika vyuo vikuu katika maeneo hayo, watajaza fomu ya kukubali kwamba wanataka kuingia katika utaratibu wa Samia Scholarship, watasomeshwa kwa 100%. Majina hawa waliofanya vizuri yanaingizwa kwenye tovuti ya wizara leo. Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri wakaangalia majina yao baadaye leo, yatakuwa yamewekwa humo ndani. Kisha waziri Profesa Mkenda akabainisha vigezo vilivyotumika kuwapata wanafunzi 50 watakaopelekwa kusoma nje ya nchi. Wanafunzi 50 waliofaulu vizuri zaidi katika taasisi zifuatazo. Kwanza, PCM, yani Physics, Chemistry na Mathematics, au PGM, yani Physics, Geography na Mathematics, au PMC, yani Physics, Mathematics na Computer Science. Wale waliofaulu kuliko wote 50, majina yao vile vile yataonyeshwa. Hawa tunawaandaa kwa ajili ya kwenda kusoma nje katika eneo la teknolojia zinazoibukia ambazo ni data science, artificial intelligence na maeneo kama hayo. Wanafunzi hawa utaona kwamba combination zote zina advanced mathematics. Kwa sharti la kwanza, pamoja kwamba umesoma science, lazima umesoma hisabati ya juu, advanced mathematics. Kutoka jijini Dodoma, Bla Moses, Star TV. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imezindua mfumo wa usimamizi na usajili wa taarifa za ardhi LARIS unaolenga kuimarisha usimamizi wa ardhi na kurahisisha upatikanaji wa taarifa sahihi za ardhi kwa wananchi na wawekezaji mbalimbali. Taarifa ya Abdalla Pando inafafanua zaidi. Akizungumza kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika uzinduzi wa mfumo huo, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema matumizi ya teknolojia ya kisasa yatasaidia kuondoa changamoto zilizopo katika sekta ya ardhi, ikiwemo matumizi ya mifumo ya zamani, yaani analojia, yanayochangia ucheleweshaji wa upatikanaji wa taarifa na utoaji wa huduma. Utoaji wa kupitia sekta ya ardhi unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo migogoro ya ardhi, uuzaji holela wa ardhi, kutokupimwa kwa ardhi yote na kupangwa kwa utaratibu ulio bora, kukosekana kwa kumbukumbu sahihi za ukubwa wa ardhi na kupelekea baadhi ya wananchi kushindwa kutambua mipaka na uhalali wa matumizi ya ardhi. Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Zanzibar Rahma Kasim Ali anawataka wananchi kuhakikisha wanafuata taratibu pindi wanapotaka kununua ama kuuza ardhi ili kuondokana na changamoto na migogoro mbalimbali inayotokea katika jamii. Tunapotaka kununua ardhi, kwa kweli tuombe ushauri. Kamisheni ya ardhi ipo, itakusaidieni, kwa sababu tunachokiona kwamba migogoro mingi ya ardhi inatokana na ununuzi. Akitoa taarifa ya kitaalamu, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Ardhi Zanzibar Musa Kombo Bakari anasema mradi huo mkataba wake ulisainiwa Agosti 2024 baina ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi na kampuni ya GNFI, ambapo una maeneo 9 ya utekelezaji. Eneo la kwanza ni kituo cha taarifa za ardhi, yani Zanzibar Land Information Center. Eneo la pili ni rejea halisi za vipimo vya upimaji. Baadhi ya viongozi walioshiriki katika uzinduzi wa mfumo huo wanaelezea umuhimu wa mfumo huo kwa sasa. Hii ni hatua kubwa ya maendeleo na ni mafanikio makubwa katika kuhakikisha kwamba ardhi iliyopo Zanzibar inapungua changamoto ya migogoro, lakini azma kuu ya kuongeza thamani ya ardhi. Kuna
faida kubwa sana katika upimaji wa ardhi. Itaenda kutatua migogoro ya ardhi, lakini pia itaenda kuongeza thamani ya ardhi. Utekelezaji wa mradi huo umeanza kwa hatua ya upigaji wa picha za anga kwa kutumia ndege maalumu, hatua ambayo itawezesha upatikanaji wa ramani ya Unguja na Pemba. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Zaidi ya shilingi bilioni 200 zinatarajiwa kutumika kutekeleza mradi wa umeme wa jua awamu ya pili megawati 100 katika kijiji cha Ngunga, wilaya ya Kishapu, mkoani Shinyanga, ambapo kupitia utekelezaji wa mradi huo wananchi watanufaika na upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo huduma za maji na elimu. Elizabeth Charles ana taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini mkataba wa utekelezaji wa mradi wa umeme wa jua awamu ya pili wa megawati 100 katika kijiji cha Ngunga, wilaya ya Kishapu, mkoani Shinyanga, Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amelitaka shirika la umeme TANESCO mkoani humo kusimamia kikamilifu utekelezaji wa mradi huo na kumtaka mkandarasi kutimiza masharti yote ya mkataba. Niwatake TANESCO katika CSR ya mradi huu kuja kujenga madarasa 5 katika eneo hili. Lakini vile vile nisiishie hapo. Tumesikia hapa vitongoji 5 vilipata umeme na bado kitongoji kimoja. Niwatake TANESCO kwa kushirikiana na REA kuhakikisha hicho kitongoji kinapata umeme haraka, wasisubiri mpaka mradi huu ukamilike miezi 17. Mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Razalo Twange amebainisha namna ambavyo mradi huo umeendelea kuleta manufaa katika jamii, hususan vijiji vinavyozunguka mradi huo. Ndugu zangu wa kijiji cha Ngunga, mradi huu wa megawati 100 hapa unakwenda kuleta maji kwenu. Eneo la pili, mheshimiwa mgeni rasmi, tunakwenda kumalizia ujenzi wa kituo cha afya cha Ngunga, lakini pia tutapeleka umeme kwenye kitongoji cha mwisho kilichobaki ili kukamilisha vitongoji vyote. The contract signed today with Sagemcom, still under exclusive financing from AFD, will hopefully allow construction to begin this year. Upon completion of this second phase, this will be the second largest photovoltaic power station in Africa. Tija utekelezaji wa mradi huu inabainishwa hususani katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabidhi wakazi wa kijiji cha Ngunga wilayani Kishapu. Mradi huu ni wa mfano, na ni wa mfano kwa sababu ni moja kati ya miradi michache nchini ambayo imeimarisha mahusiano na jamii. Neema zinazoonekana kwa sasa hivi ni nyingi. Kwa ule tu mradi ambao umefanyika kule, wako watu wamenunua ng'ombe, wako waliojenga majumba. Niombe mkandarasi ambaye amechukua hii awamu ya pili awe serious kwa ajili ya manufaa ya Wanangunga. Utekelezaji wa umeme wa jua awamu ya pili wa megawati 100 katika kijiji cha Ngunga wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga utatekelezwa kwa muda wa miezi 17. Kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Elizabeth Charles wa Star TV. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika kuboresha sekta ya elimu nchini kwa kuimarisha mazingira ya kujifunza na kufundishia pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa walimu, huku ikitambua mchango wao katika kuinua kiwango cha elimu kupitia utoaji wa tuzo kwa walimu bora. Taarifa zaidi na Diana Rose Charles. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo kwa walimu iliyopewa jina la Moshi DC Samia Teacher Awards, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, amesema serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa walimu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha za kutosha kujenga madarasa kwa mamia ya madarasa, maabara, maktaba, mabweni, majengo ya utawala, nyumba za walimu na miundombinu mingine. Ninyi walimu ni mashahidi. Nilipokuwa naongelea swala la motivation, recognition, kutambulika, ni pamoja na kupewa mazingira bora ya kufundisha.
Utoaji wa tuzo hizo umeandaliwa na wabunge wa jimbo la Vunjo na mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini, lengo ikiwa ni kutambua jitihada za walimu katika halmashauri ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Lakini tunataka kuwaonyesha walimu sasa kumekucha, kila mtu aweke blanketi pembeni, tuendeni tukashughulike na elimu ya watoto wetu, tutengeneze kizazi cha watoto ambao watakuja kuwa wabunge wazuri, walimu wazuri, madiwani wazuri. Naahidi kabisa jambo hili la Moshi DC Samia Teachers Awards litakuwa endelevu mpaka hapa ambapo mtatuchoka, lakini walimu wetu tutaendelea kuboresha na kila season tutakuja na mambo mazuri zaidi. Akisoma risala kwa mgeni rasmi, afisa elimu kata Kirwavunjo Magharibi, Mwalimu Daniel Samuel Meela amesema pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya elimu, bado kuna changamoto mbalimbali zinazohitaji ufumbuzi, ikiwemo upungufu wa walimu, uhaba wa nyumba za walimu pamoja na maslahi duni. Upungufu wa walimu hususani masomo ya sayansi katika shule za sekondari na baadhi ya shule za msingi. Kwa sasa kila shule ina wastani wa upungufu wa walimu 3 mpaka 5 kulingana na kasi ya walimu wanaostaafu na ongezeko la wanafunzi mashuleni. Pili, upo upungufu mkubwa wa nyumba za walimu hasa katika maeneo ya vijijini. Pamoja na kasi ya ujenzi wa madarasa pamoja na ukarabati uliofanyika, bado tuna upungufu wa madarasa na miundombinu mingine kutokana na ongezeko la wanafunzi na uchakavu wa majengo hasa yaliyojengwa muda mrefu. Walimu takribani 224 wa halmashauri ya Moshi kutoka shule za serikali na shule binafsi wamepata tuzo za pongezi kwa juhudi zao katika kutoa elimu. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Vyuo vya ukamanda na unadhimu barani Afrika vimetakiwa kudumisha utamaduni wa kujengeana uwezo, kubadilishana uzoefu wa kitaaluma na mahusiano, huku lengo likiwa ni kuimarisha elimu ya taaluma za kijeshi. Tupate taarifa kamili. Ni katika ufunguzi wa mkutano wa 19 wa wakufunzi wakuu wa vyuo vya kijeshi vya ukamanda na unadhimu Afrika unaofanyika katika chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania Tengeru Arusha, ikiwa ni utaratibu wa kila mwaka unaoliunganisha jukwaa la wakuu wa vyuo hivyo na wasaidizi wao, na wakati huu Tanzania ikiwa mwenyekiti wa jukwaa hilo kupitia uwakilishi wa mkuu wa CSC Meja Jenerali Steven Mnikande, ambaye amewataka wakufunzi hao kuibua matokeo chanya ambayo yanaakisi uwezo na mustakabali wa pamoja wa mafunzo na elimu ya kijeshi. Let us shape the future of military training and education together so that when you present your recommendations, it will reflect our shared rigor, relevance and resolve. Hata hivyo, kwa mujibu wa mkuu wa chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania Meja Jenerali Steven Mnikande, msingi mkuu wa kuviweka katika mwelekeo wa pamoja vyuo vya kijeshi Afrika ni kuwa na utayari wakati wote wa uingiliaji wa dharura, ikiwa ni matokeo ya itifaki ya amani na usalama ya nchi za Umoja wa Afrika. Sasa tusipokuwa na jukwaa, haya majukwaa, kwa maana ile jukwaa kubwa sasa la African Conference, kwa ina maana ikitokea la kutokea ambapo hizo standby forces zitatakiwa zaidi kufanya kazi, utafanya kazi na nani? Kwa sababu ni Waafrika hawa. Sasa lazima tuwe na harmonization ya mafunzo katika masuala mbalimbali. Ndiyo msingi kwa nini tupo hapa Arusha leo. Baadhi ya wakufunzi wakuu wa vyuo vya ukamanda na unadhimu, Brigadier General Saif Salim Rashid kutoka Kenya na Kanali Simon Bush kutoka Botswana, wanasema utoaji wa mafunzo ya kijeshi kwa mazingira ya sasa haujielekezi katika masuala ya kivita pekee. Tuna train mtu ambaye saa hizi watu wengi wako katika kuangalia arsenal zile za kivita, tools na vitu kama hivyo. Sisi tunatengeneza binadamu ambaye atakuwa na akili ya kuoperate hizi vifaa ambazo zitapatikana, ambao ni kitu kikubwa sana kwa war fighting, whereby unaangalia sana the human resource. You are talking about technology. It's an issue of debate for another day, but currently we will try with the little that we have to try to incorporate into our training to maximize the little resources that we have within to match the technological challenges that actually prevail. Masuala mbalimbali na mapendekezo ya kitaaluma yatakayochakatwa katika mkutano huo yatawasilishwa katika mkutano wa wakuu wa vyuo hivyo utakaofanyika Novemba mwaka huu. Angelo Mwaleka, Star TV. Katika kuadhimisha miaka 16 tangu kuanzishwa kwa kanisa
Anglikana Dayosisi ya Rorya imefanya ibada maalum ya kuwaweka wakfu mashemasi na makasisi wapya na kuhuisha viapo vyao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu. Akiongoza ibada hiyo katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro Kowake iliyojumuisha shughuli mbalimbali za kiroho na maelfu ya waumini kutoka parishi zote ndani ya dayosisi hiyo na nje ya nchi, askofu wa kanisa hilo Dayosisi ya Rorya Moses Yamo ameeleza namna maadhimisho hayo ya miaka 16 yalivyoleta hamasa kwa Wakristo, huku akiwataka walioingizwa kazini kumtumikia Mungu kwa upendo, uaminifu na unyenyekevu. Rorya Day imeleta mabadiliko na imetia hamasa kwa Wakristo wetu kwenda kumtumikia Mungu kwa bidii, kujenga miradi ya miundombinu ya kujitegemea ili kanisa letu liweze kujitegemea na lisitegemee misaada kutoka nje. Natoa wito kwamba jamii yetu iwe na tabia ya kushukuru na kufanya siku zile ambazo tumeweza kuwa kama diocese. Lakini tunaamini Rorya Day italeta mabadiliko makubwa kijamii, kiuchumi na kiroho kwa Wakristo wetu. Na hasa wale ambao tumewaweka mikono kuwa wachungaji na kuwa mashemashi, tunaamini wanaenda wakiwa na nguvu mpya ya kufanya kazi ya Mungu kama neno lilivyokuambia wafanye kazi ya bidii, wachunge kondoo kwa bidii. Askofu Malcolm Chamberlain kutoka kanisa la Anglikana Dayosisi ya Leeds, Uingereza, anawatia moyo dayosisi kuendeleza kazi ya Mungu, huku akiwataka wachungaji wapya kwa wafuasi wa kweli katika kumtumikia Mungu. So never neglect prayer, never neglect studying the Bible in all the other demands that will come your way. Mewatia moyo ili waweze kuishi ule wito wao wa kumtumikia Kristo, wajitoe, waweze kufanya kazi kwa bidii na kuweza kusikia sauti ya Yesu Kristo na kufanya kazi yao kwa uaminifu. Wachungaji waliowekwa wakfu Margaret Moses na Baraka Ernest wametoa shukrani zao, huku wakiahidi kufuata mafundisho ya kanisa na kumtumikia Mungu kwa uaminifu, huku wakiwafundisha watu namna ya kujitegemea. Hasa kanisa linapohimiza kujitegemea na kutoka katika hali tegemezi, kwa hiyo naahidi kwenda kufundisha watu namna ya kumtumikia Mungu kiroho na kimwili pia. Ninaahidi kwenda kule parishini na kuhakikisha kwamba mimi kuanzia kwangu na Wakristo wangu na kanisa langu tunaanza moja kwa moja kujitegemea na kuhakikisha kabisa tunainua kanisa letu kutoka chini ilivyokuwa mpaka kufikia hatua ya kukua katika hali ya kimaendeleo. Ibada hiyo imepambwa na kwaya mbalimbali zenye nyimbo maalum za kuhamasisha Ukristo na kanisa kujitegemea badala ya kusubiri wafadhili mbalimbali. Zaidi ya waamini 50,000 wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya wamekula kiapo cha ahadi ya kulinda imani ya dini hiyo wakati wa tukio maalum la Bayati kuhitimisha mkutano wa kimataifa wa siku 3 wa jumuiya hiyo uliofanyika London, Uingereza. Michael Noel alikuwepo katika tukio hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I enter this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam at the hands of Masroor. Tukio la Bayat ni tukio la kipekee ambalo huchukuliwa kwa umuhimu mkubwa na waumini wa Kiislamu wa Ahmadiyya. Ni tukio ambalo hutumika kurejesha ama kuhuisha na kuimarisha imani za wanajumuiya hii. Oh my Lord, my Allah, I wrong my soul and confess all my sins. Pray forgive me my sins. Hili ni tukio ambalo wanajamaati hulichukulia kwa namna ya kipekee. Baadhi ya washiriki kutoka mataifa mbalimbali ambao wameshiriki tukio hili muhimu la Bayat wameeleza kwa namna tofauti hisia zao. Hii Bayat ni njia moja ya utiifu. Yaani inadhihirisha utiifu wetu na pia inadhihirisha umoja wetu kwa kumkubali yule Imam Mahdi na Masihi aliyetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii Bayat pia katika njia nyingine inahuisha imani zetu na inatupa nguvu kwamba tukumbuke kwamba tulifanya ahadi gani.
kwa sababu ahadi iko katika masharti 10 ya bayati, na haya masharti 10 ya bayati ni lazima kila mwanajumuiya wa Islamu Ahmadiyya aweze kila wakati kuyasoma, sio wakati wa jalsa peke yake, bali anatakiwa hata katika nyumba yake aweke mahali, aangike mahali fulani, ili kwamba aweze kuyaangalia na kuyapitia mara kwa mara, ili yaweze kumfanya kwamba akumbuke ahadi yake na Mwenyezi Mungu. Unajua, bayat ni jambo ambaye tukifanya ni inatushika roho kabisa, inaimarisha imani yetu, inatuongeza katika imani. Ni kitu ambaye inatukumbusha ya kwamba tumetoa ahadi ya kwamba tutamwamini Mwenyezi Mungu na tutafuata yale mambo yote ambaye nzuri na ametufundisha na yale ambaye tunafundishwa katika dini yetu. Anybody who will be able to hear the sound and the voice of Khalifatul Masih, you can see that there is something boiling down. However, we pray to Almighty Allah for the success of Jamaat Ahmadiyya. This is the true Islam that we have been talking about. This is the united front of the Muslim Jamaat. This is the united front of the Jamaat Islam. Tukio la bayat ni tukio ambalo huhitimisha mkutano wa siku 3 wa jumuiya hii ya kimataifa ya Ahmadiyya. Kutoka hapa London, Uingereza, mimi ni Michael Noel, Star TV. Hongera sana Michael Noel kwa taarifa hiyo kutoka huko London, Uingereza. Wananchi wilayani Rorya mkoani Mara wameanza kudumisha amani, upendo na mshikamano, ambapo taarifa kamili imeandaliwa na Frankius Cleophas. Msisitizo huo unatolewa na mbunge wa jimbo la Rorya Jafari Chege wakati akitoa shukrani kwa viongozi wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi iliyoboreshwa. Serikali inajua, Daktari Samia anajua, na vyombo vinaona na vinasikia. Sisi tuendelee kuwa mfano huo, ndugu zangu wananchi. Niwaombe sana wajumbe wa halmashauri kuu, tuendelee kuwa mfano uliotukuka, na wakati tunatekeleza mfano huo tutambue sisi bado wilaya ni maskini sana. Vita ikitokea, sintofahamu ikitokea mahali popote, wanaoumia kwanza ni wananchi wote, lakini anayeumia haswa na zaidi ni mwananchi maskini, ambao katika wilaya maskini sisi Rorya tunajikongoja. Wakati wa Daktari Samia ndo tumeona mambo makubwa mazuri yanafanyika, lakini bado hatujafika tunakotaka kwenda, bado tunazo changamoto zetu tunazifahamu. Amani ya nchi hii ikivurugika, watu waathirika wengine wakubwa ni sisi tulioko mpakani. Licha ya kuzungumzia suala la amani, mshikamano baina ya viongozi nao unasisitizwa. Na waheshimiwa madiwani mlioko huku, tunapoelekea kwenye uchaguzi, msije mkaingia kwenye fununu ya upangaji wa safu ya viongozi. Pigeni makofi, maana uchaguzi wa 25 umeisha. Sasa msije mkaingia kwenye fununu ya kupanga safu kwa ajili ya 30. Naomba niseme tu kwamba uchaguzi umeisha, wale viongozi walishapatikana, waheshimiwa madiwani wako hapa na wamejitambulisha, na shughuli za kuisimamia serikali inaendelea vizuri. Katika kipindi hiki bara tu baada ya kuapishwa Mheshimiwa Rais, kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya ziko fedha nyingi sana ambazo tumepokea. Katika hatua nyingine, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilayani Rorya Hassan Moshi anatumia nafasi hiyo kuomba mbunge kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kukamilisha ujenzi wa ofisi, ambapo mbunge wa jimbo la Rorya Jafari Chege anakabidhi kiasi cha shilingi milioni 10 ili kuweza kukamilisha baadhi ya vyumba. Kupitia halmashauri kuu hii maalum, tunawaombeni, tunakuomba mtusaidie kukamilisha lile jengo la chama. Na kiukweli nimeyapokea kwa mikono miwili. Na mjipigie makofi kwa sababu mmeenda mmeiona ofisi yetu ya chama. Na mimi niwahakikishie kwamba ninakwenda kusimamia ujenzi wa ofisi hiyo kwa kushirikiana na mwenyekiti na wadau wengine, kuweka madirisha, kufunga na milango, lakini rangi tunaipiga ofisi yote kama ilivyo. Kwa hiyo nimetenga fedha milioni 10 na leo nakabidhi chama kwa ajili ya ujenzi wa haya niliyoyasema. Nikiripoti kutoka wilayani Rorya mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV.
Mtazamaji, sasa tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu. Mkoa anaendelea kwa nami Bernard James. Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Wanafunzi zaidi ya 600 wa shule ya msingi Ikongolo wilayani Uyui mkoani Tabora, ambao walikuwa wakitumia matundu 10 pekee ya choo vichakani, wameondokana adha hiyo, na kwa sasa baada ya ujenzi wa vyoo vipya kujengwa. Sande Kabaye ana taarifa zaidi. Wakiongea katika hafla ya makabidhiano ya vyoo hivyo iliyohudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Uyui Mohamed Mturiakwaku, mkuu wa shule ya msingi Ikongoro Mwalimu Asman Madinda na mwenyekiti wa kijiji cha Ikongoro Juma Shija, wanabainisha hali ilivyokuwa shuleni hapa kabla ya ujenzi wa vyoo hivyo vipya. Vyoo vya wanafunzi kabla ya hivi vipya vilikuwa ni matundu 10 kwa mgawanyiko wa matundu 5 ya wavulana na matundu 5 ya wasichana. Sari ya watoto kujisaidia machakani ilikuwepo ya kutosha, kwa sababu mtoto anatoka darasani kwa maana hakuwa anakimbia chooni mara moja, anachoenda kukutana nacho anakuta wenzao wamepanga foleni. Kwa maana nyingine ina maana tayari anakosa nafasi, inabidi akimbie polini kwa maana ya kujisaidia. Wadau wa maendeleo wa kijiji cha Ikongoro Ramadhani Yusufu na Fadhili Skwala wamemaliza changamoto ya muda mrefu ya uhaba wa matundu 13 ya choo katika shule ya msingi Ikongoro, hatua iliyowanusuru wanafunzi zaidi ya 600 waliokuwa wakitumia matundu 10 pekee ya vyoo vilivyokuwa katika hali ya uchakavu. Mtoto anapopata mazingira safi, salama na yenye heshima, anajifunza kwa utulivu, kujiamini zaidi. Matundu 13 ya vyoo si matofali wala saruji pekee, ni uwekezaji katika afya, utu, usalama, mustakabali wa watoto wetu. Matumizi sahihi na kutunza huo mradi, hili ni jambo la muhimu sana. Jambo hili litatusaidia na sisi wafadhili kupata moyo wa kuendelea kufikiria mambo mazuri zaidi ya kujitolea katika kata yetu ya Ikongoro. Aidha, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uyui Shabani Katalambula amesema wilaya hiyo ina shule 187. Amewashukuru wadau hao kwa kutatua changamoto hiyo katika shule ya Ikongoro. Kwanza, kama nilivyosema, kwa kujenga darasa lote la milioni 26 akatukabidhi, lakini leo amerudi kuja kujenga vyoo matundu 13 wakishirikiana na ndugu yake Fadhili. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba hawa watu wamekuwa ni wazalendo wa kweli, na sisi kama wilaya tutaendelea kuwaunga mkono. Akizungumza na wananchi wa eneo hilo, mkuu wa wilaya ya Uyui Mohamed Mturiakwaku amekemea tabia ya baadhi ya wazazi ya kuzuia watoto wasifaulu mitihani kwa madhumuni ya kuwaozesha kuacha mara moja tabia hiyo. Wito wangu mwingine ni kwamba tumejengewa hivi kwa kuweka mazingira mazuri watoto waje shule. Kwa msisitizo wangu ni kwamba watoto waendelee kuhudhuria shuleni, swala zima la utoro lisiwepo. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami.
Wakati Tanzania ikipiga hatua kubwa kuelekea uchumi usiotegemea fedha taslimu, benki ya Stanbic kwa ushirikiano na Visa imehitimisha kampeni iliyoleta ongezeko kubwa la malipo salama ya kidigitali yanayovuka mipaka, hatua ambayo inathibitisha dhamira ya pande zote mbili katika kuunga mkono ajenda pana ya taifa ya malipo ya kidigitali na ujumuishwaji wa kifedha. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza kuhusu matokeo hayo, mkuu wa kitengo cha wateja binafsi wa benki ya Stanbic, Emmanuel Mahodanga, amesema ongezeko hilo linaonyesha kuimarika kwa uelewa na uaminifu kwa wananchi katika matumizi ya malipo ya kidigitali. Kwa hiyo tumeona kwa kiasi kikubwa sana inagusa sana matumizi ya kadi, na sisi kama Stanbic tumekuwa kipaumbele sana kwa kuweza kupush cashless economy, kwa maana watu wasitembee na pesa wanapoenda kufanya matumizi yao, wakiwa wamesafiri, wakiwa na matumizi mbalimbali, wakiwa ndani ya nchi, nje ya nchi. Kwa matumizi ya kadi, na matumizi ya kadi ni rahisi sana. Hii kampeni imetusaidia kuelimisha wateja, especially kwa wateja wetu wa kitengo maalum, wameweza kuona urahisi wa kutumia kadi, hamna umuhimu wa kubeba cash, na pia imeweza kuwapa fursa nyingi especially wakiwa wanasafiri nchi mbalimbali. Kwa upande wake, meneja mkazi wa Visa Tanzania Victor Makere amesema ongezeko hilo linaonyesha umuhimu wa ushirikiano katika kuendeleza matumizi ya malipo ya kidigitali nchini. Tumefurahi sana kuwa katika shughuli hii leo na Stanbic, ambapo tulikuwa na campaign ambayo tulikuwa tunafanya pamoja nao kuhusiana na uuzaji wa product zetu ambazo ni Visa card. Na tumefanya hivi kwa Stanbic kwa sababu kuangalia pia sio Stanbic tu na mabenki mengine, lakini pia kuangalia ushirikiano ambao wamekuwa nao na wateja wao na kuwawezesha wateja wao kwenye kusafiri. Wadau wa sekta ya fedha wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi salama ya huduma za kifedha za kidijitali ili kuongeza uelewa na kuimarisha uaminifu katika mifumo ya malipo ya kisasa. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za michezo na burudani. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliyowafikia ni pamoja na Dodoma,